Tuelekee katika kaunti ya Bomet ambako mwanahabari mwenzangu Jeff Kirui amekuwa katika ukanda huo wa kusini mwa bonde la Ufa, bila shaka kutuchukulia tu kinachoendelea. Labda hivi sasa hali ikoje kuhusiana na hili swala la matokeo ya uchaguzi? Je, wale washindi washaweza kutangazwa na kupewa vyeti vyao? Naam, asante sana Manzu. Kama nilivyokuarifu awali ni kwamba huu ni ukumbi wa shule ya upili ya wasichana ya St. Mary's na ndio kituo kikuu cha kuhesabu kura katika kaunti ya Bomet. Na hivi sasa afisa mkuu msimamizi wa kituo hiki ameweza kufika, na hivyo basi anasema kwamba maeneo bunge mawili yameweza tu kusalia kwenye orodha hiyo ya kuwasilisha matokeo, eneo bunge la Konoin na eneo bunge la Sotik. Hivi sasa matokeo yataweza kutangazwa wakati wowote kutoka sasa, lakini awali kidogo Manzu, mgombea wa ugavana Dr. Joyce Laboso aliweza kuandaa mkutano ama kikao na wakazi wa kaunti hii ya Bomet kuweza kutoa shukrani. Kumbuka kwamba hivi sasa kufikia sasa yeye ndio kifua mbele kwenye kiti cha ugavana akiwa na 62.7. Pia kuna nafasi ya useneta ambapo wanajubilee wote akiongozwa na gavana mgombeaji wa gavana Dr. Laboso, pia seneta Andrew Langat na pia wawakilishi wa wanawake katika kaunti hii wameweza kuandaa kikao hicho, wote wakiwa kwenye chama cha Jubilee kuweza tu kuwashukuru wafuasi wao kwa kuweza kujitokeza na kuwapigia kura. Lakini hivi sasa tunasubiri matokeo kutoka eneo bunge la Konoin, eneo bunge la Sotik, kisha baada ya hapo basi tuweze kupata wawaniaji wote wakikita kambi kwenye ukumbi kuweza kupokea ama kutangazwa rasmi kuwa washindi, kisha kuweza kukabidhiwa vyeti vyao. Lakini kufikia sasa kwa mujibu wa tovuti ya Tume Huru ya Uchaguzi IEBC ni kwamba maeneo ama vituo vya kupiga kura 4 ndivyo vimesalia tu, kisha tupate hiyo idadi kamili. Kumbuka kwamba kaunti hii ya Bomet na vituo takriban 728 na hivi sasa tuna matokeo ya vituo vya kupiga kura 724, kumaanisha kwamba vituo 4 tu vimesalia. Na tutakuwa hapa Manzi kuhakikisha kwamba tunakujuza yale yanayojiri kutoka kaunti hii ya Bomet, ambapo inavyodirika sasa ni kwamba hii imesalia kuwa ni ngome ya Jubilee, ikizingatiwa kuwa kwenye nafasi zote ambazo zimekuwa zikiwaniwa hapa, kutoka nafasi ya ugavana, nafasi ya seneta, nafasi ya mwakilishi wa wanawake na nafasi za maeneo bunge, basi Jubilee imeweza kuwa kifua mbele, imeweza kujitanua kifuo, ikiweza kujipatia nafasi hizo zote kwenye kaunti hii dhidi kwenye nafasi ambayo ilikuwa imevutia pia chama cha CCM chake Governor Isaac Ruto, ambaye tunaarifiwa kwamba wakati wowote kutoka sasa pia ataweza kuhutubia wanahabari kuhusiana na matokeo ya leo ya uchaguzi ambayo uchaguzi uliofanyika hapo jana. Tutaweza kujua hatima ya Governor Isaac Ruto, kama yeye mwenyewe ataweza kukubali na kuidhinisha matokeo hapo jana ama itakuwa vipi, lakini tutakujuza hayo yote pindi yatakapochipuka Manzo. Kuchipuka basi utakuwa ni wenye kutuarifu na sisi tukuletee kwa njia ya moja kwa moja kupitia stesheni yako ya uchaguzi ya KTN News. Moja kwa moja mtazamaji,